Tarehe 9 mwezi wa 7 2026, Jeshi la Polisi Tanzania lilitoa taarifa juu ya watuhumiwa 130 waliokamatwa nchi nzima kutokana na tuhuma za kupanga na kuhamasisha vitendo vya kihalifu. Watuhumiwa hao waliokuwa wamekamatwa kutokana na ufuatiliaji uliokuwa unafanywa na vyombo vya ulinzi na usalama katika majukwaa mbalimbali yakiwepo ya mitandao ya kijamii na kubaini wakipanga na kuhamasisha fujo na vurugu kupitia maandamano yasiyofuata sheria za nchi. Ushahidi uliokusanywa kupitia njia mbalimbali ulionyesha kuwepo kula njama, kupanga kwa maneno na kwa vitendo kupitia mikutano ya ana kwa ana, mijadala ya klabu za mitandaoni ambayo hata waliofanikiwa kuingia waliyasikia, kuandaa na kusambaza jumbe mbalimbali kupitia mitandao na vipeperushi vilivyosambazwa maeneo mbalimbali. Mengine waliokuwa wakipanga na kuhamasisha mbali na kufanya fujo na vurugu kupitia maandamano yasiyofuata sheria, kanuni na taratibu ni pamoja na kuua viongozi wa serikali na wananchi ambao hawaungi mkono, kuchoma shule moto ili kuleta hofu na taharuki kwa wazazi na walezi, kulipua transforma za umeme ili nchi iwe gizani, kukata miti ili kufunga barabara, kuzuia vyombo vya ulinzi na usalama washindwe kufika kwa haraka, kuzuia na kutoa msaada wa kiusalama maeneo ambayo walitakuwa wakifanya vitendo vya kihalifu, kuharibu na kuchoma moto mali za umma na watu binafsi waliokuwa wamewalenga, kushambulia askari wa vyombo vya ulinzi na usalama ili kuwapora silaha wazitumie kufanikisha malengo waliokuwa wamepanga. Vitendo kama hivi, kulingana na ushahidi uliokusanywa, unaonyesha uwepo wa tuhuma za makosa ya kigaidi. Kwa mujibu wa sheria, vitendo vya kigaidi kwa uchache ni pamoja na kula njama, kupanga na kuhamasisha kufanya vitendo vyenye kujenga hofu ili kusababisha hofu kubwa kwa watu, kupanga na kuhamasisha kujeruhi na kuua watu, kuhamasisha kupora silaha ili kuzitumia kufikia malengo na kuzuia huduma muhimu kwa kuharibu miundombinu. Kutokana na mazingira hayo, watuhumiwa hao waliokuwa wamekamatwa walianza kufikishwa mahakamani na hadi sasa waliofikishwa mahakamani ni 36, wakiwepo 4 waliokamatwa na vilipuzi 155 huko mkoani Iringa. Wengine wataendelea kufikishwa mahakamani, wakiwepo wale wanaoendelea kutafutwa kutokana na ushahidi uliokusanywa. Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama litaendelea kutekeleza majukumu yake kwa weledi mkubwa kuhakikisha Watanzania na taifa linaendelea kuwa salama.